Juzi ni ripoti kuhusiana na video ya wimbo wa Harmonize unaokwenda kwa jina la Beautiful, ambao ni wimbo utakaopatikana pia kwenye albamu yake mpya inayotarajiwa kutoka Septemba 4, 2026, kuondolewa kwenye mtandao wa YouTube na jamaa mmoja kutoka nchini Congo DRC huko, na madai ya kuwa amekopi kitu au amekopi vitu kwenye wimbo huo pasipo kumkonseni yeye mwenyewe, yani bila kupata kibali kutoka kwake. Mambo ya hakimiliki haya. Sasa uongozi wa Konde Gang ukatoa statement, lakini natamani sana kuzungumza na moja kati ya watu ambao na deal na digital, mtu ambaye anahusika, mkuu wa digital department pale Konde Music Worldwide, bwana Amigo, atuelezee kidogo kwa undani what is really going on, kwa sababu mpaka sasa ni siku ya pili video bado haijarudi kwenye account ya YouTube ya Harmonize. Tunafahamu jinsi ambavyo damage kubwa inaweza kutokea endapo hili likiendelea, kwa sababu kwa hizi siku mbili ile video ingeweza kufikisha views wengi sana. Inamaanisha kwamba hapa tunapoteza numbers kubwa sana ya viewers kupitia project hii. Huyu jamaa anaitwa Key White ambaye alisababisha video ya wimbo huu kufutwa, au ambaye ameripoti YouTube wimbo huu kufutwa. So hapa namcheki Amigo atuelezee kidogo kwa undani kuhusiana na issue hii nzima. Meneja Amigo. Naam. Mambo vipi mzee? Safi tu. Bao naongea na Ricky hapa. Naam. Ndugu yangu, poleni sana kwanza kwa majanga ambayo umeyapitia kwa sasa. Nashukuru. Okay. Amigo, Konde Gang imekuwa ikipitia sana hii changamoto ya videos za wasanii au nyimbo kushushwa kwenye akaunti za YouTube za wasanii wa hapo. Sasa hivi amebaki Harmonize peke yake, nalo limemkuta hili la issue nzima ya hakimiliki. So far mnadhani tatizo ni nini ambalo limekuwa likiendelea mpaka kupelekea nyimbo za wasanii au nyimbo kama za Harmonize kushushwa kutokana na issue nzima ya hakimiliki? Mimi nadhani hili swala nadhani ni namna YouTube wenyewe system yao ambayo wameiweka, system ambayo yani mtu anapokwenda kuclaim kitu aendi yani sio niwekeje, yani kuna namna wao hawa hold ile kwanza kwa muda ili kujiridhisha, unaelewa? Lakini when it comes kuirudisha ile video wanataka evidence. Okay. Unaelewa? Yes. Yeah. Unaelewa? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Okay. Lakini so far mpaka sasa hivi tushawasiliana na YouTube na nadhani muda wote kuanzia sasa video inaweza ikarudiwa. Okay, mmejaribu kuwasiliana, najua mnafanya kazi na distributors, sawa? Yeah. Publishers hawa ambao mnafanya nao kazi na ni wakubwa sana. Kuna namna hamjaweza kutafuta suluhu la muda mrefu au la permanent kuhusiana na tabia kama hizi, kwa sababu hizi siku mbili za video kuto kuwepo YouTube it means kwamba mapato ya lazima yashuke, viewership zimeshuka pia. Yes. Kuna namna mjatafuta namna kutafuta suluhu la moja kwa moja? Hilo swala tayari tushawasiliana na watu ambao wanasimamia kazi zetu. Na wapo wanalifanyia kazi hilo. Na itapatikana suluhu ya kukomesha hivi vitu kabisa. Okay. Yeah. Harmonize mwenyewe amelichukuliaje? Kwa sababu najua lazima atakuwa disappointed kwa namna moja au nyingine. Yeye mwenyewe kama msanii ameipokeaje? Ukiangalia video ya Beautiful ni video ambayo imechota hela nyingi sana, imetumia pesa nyingi sana. Of course unajua siwezi kumsemea yeye. Ana feel vipi, lakini kama ni mtu ambaye ni mwekezaji lazima kuna namna yeye atafeel, yani kutokana na pesa, muda alowekeza. Kwa hiyo all in all yeye mwenyewe anafahamu na anatambua. Kwa hiyo ndio maana kuna watu kama sisi ambao tatizo likitokea huwa tunalishughulikia kwa haraka na tunafuatilia ni nini. Kwa hiyo kwenye hilo swala mimi nadhani lishakuwa sorted, na pia na swala la kisheria pia tushalifuatilia. Kwa hiyo kuna namna na hisi mnafanywa fitina za kibiashara ya muziki, au ni mtu tu individual mwenyewe ambaye anaamua kufanya vitu kama hivi? Miko sasa siwezi kulizungumzia hilo. Nadhani tungesubiri swala la video ile. Siwezi kulizungumzia hilo kabisa. Mmejipangaje nyinyi? Tunaachia album tarehe 4, si ndio? Lakini tayari tumeshaanza kuona mapungufu kama haya ambayo yanakuwa yanatokea ya mambo ya copyrights. Kuna namna yote, kuna improvement ambazo tunazifanya ili isije ka distract project ambayo inaenda kutoka sasa hivi ambayo ni album?
kwa sasa mimi ningependa kwa sasa tuzungumze swala la video. Alafu haya mambo ya album hayo nadhani tungeachana nayo kwa sasa. Okay. Inamaanisha kujipanga kwenye issue nzima ya copyright. Issue nzima copyright iko sawa. Iko sawa. Yeah, iko sawa. Na mpaka sasa hivi pengine majibu ya YouTube video hiyo umesema inaweza karudi muda wowote. Hakuna specific kwamba mmepewa siku 2, siku 3, siku 4, mwezi, wiki. Yaani muda wote kuanzia sasa. Muda wote kuanzia sasa. Mmejaribu kucontact na aliye take down hiyo video? Hiyo actual tumefanya, lakini pia kuna sheria. Unaelewa? Kuna sheria na pia unapofanya communication kuna vitu vingi unatakiwa kufuatilia, kama mfano kuna vitu ambavyo YouTube atavihitaji kutoka kwetu. Kwa hiyo na wao wataangalia kupitia sisi na huyo ambaye ni claimant, watajiridhisha kuona upande, kama kuna upande ambao una ushahidi wa kutosha, then we are good to go. Tumezungumza kwenye upande wa wenu nyinyi kama label, si ndio? Lakini pia hii kesi alicho claim ni audio, si ndio? Kuna namna mmefanya mawasiliano na producer S2 Keys, pengine kufahamu kama endapo alitumia baadhi ya samples za kutoka kwenye wimbo wa mtu ambaye ameclaim hiyo video, kwa sababu isije ikawa mnapambana na jamaa kumbe walisiaba producer kuna namna alichukua melodies au alichukua samples za wimbo sika. Hapana. Wimbo wa yule na wimbo ambao ametengeneza S2 Keys ni vitu viwili tofauti. Okay. Huu wimbo ambao ametengeneza S2 Keys ni 3 steps. Unaelewa? Kwa ni tofauti kabisa na wimbo ambao huyo jamaa ana claim kwamba ameibiwa. Okay. Yeah. Basi sawa. Mimi nashukuru sana kwa time yako mzee wangu. Okay, nashukuru. Poa. Bana, nimezungumza na Amigo kuhusiana na issue nzima ya video ya Harmonize Beautiful kushushwa YouTube. All in all, hiki kitu bwana kinarudisha nyuma sana wasanii na kinafikirisha kimsingi kuona msanii ana invest pesa nyingi alafu at the end of the day kuna mtu anakuja na shusha wimbo. So sio kitu kizuri actually, na kitu ambacho kinapaswa kukemewa sana kwa sababu kina disappoint. Umeinvest millions of money kwenye project ambayo mtu anakuja na ishusha tu kwa kuclaim vitu ambavyo havina uhalisia kwa namna moja ama nyingine. Kama umesikiliza vizuri huo wimbo wa jamaa ambaye ameclaim, utagundua kwamba ni kaamua tu mwenyewe kwa sababu ni vitu ambavyo haviendani kiuhalisia, na hivi vitu vinaweza vikamkuta msanii yoyote of course, na sometimes wengine huwa wanatumia kama namna ya kujipatia fame. Leo hii tunamzungumza, tunamtaja huyu jamaa ni kutokana na hiko kitu ambacho amekifanya, japokuwa si kizuri, na naamini kuna siku mmoja atakuja kuchukuliwa hatua za kisheria, alafu atakuja kulia sana au atakuja kutubu sana kwa watu. Mimi ni Ricky Kisalala sana, and this is how we do. Bye bye.